Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya kuweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika msimu uliopita, lakini pia mara baada ya kuweka rekodi ya kubeba ubingwa wa klabu bingwa kwa mara ya kwanza ikiwa na klabu ya Pyramids, lakini pia mara baada ya kuweka rekodi ya kuwa mchezaji bora kutoka Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani, Fiston Kalala Mayele bana ameendelea kuweka rekodi nyingine kubwa kwenye kadi yake ya soka Fiston Kalala Mayele, na hii ni mara baada ya kuondoka ndani ya klabu ya Yanga na kujiunga na klabu ya Pyramids. Rekodi zote ameziweka mara baada ya kuondoka ndani ya klabu ya Yanga baada ya kuonyesha kiwango bora na klabu ya Pyramids kuweza kumnyakua. Bwana, Fiston Kalala Mayele licha ya kukaa kwa muda mrefu bila kuzifumania nyavu, bwana, hatimaye Fiston Kalala Mayele ameweka rekodi mpya ndani ya klabu ya Pyramids ya kuwa mfungaji bora wa muda wote ndani ya klabu hiyo. Bwana, taarifa ni kwamba mshambuliaji hatari wa klabu ya Pyramids FC kutoka nchini Misri, Fiston Mayele, raia wa Kongo, bwana, alifunga bao lake la kwanza baada ya kupita michezo 22 juzi ndani ya miezi minne bila kufunga bao lolote akiwa na uzo wa Pyramids. Bwana, ilipita michezo 22, kwa hiyo ni kama miezi minne hivi bila kufunga bao lolote. Bwana, Mayele amefunga bao hilo kwenye mchezo wa ligi kuu nchini Misri dhidi ya Ghazal Al Mehal ambapo walipata ushindi wa mabao 3-1 huku Mayele akifunga dakika za 90 zilikuwa zimeongezwa zile dakika za nyongeza, mchezo huo ukiwa mwishoni. Bwana, mabao mengine ya Pyramids katika mchezo huo yalifungwa na Nasa Mahir na Mustafa Fadh, huku lile la kufuta machozi kwa upande wa Al Mehal likifungwa na Sunday William. Bwana, baada ya mabao hayo, Mayele sasa amefikisha mabao 50 tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2023 akitokea katika klabu ya Yanga, huku akitajwa kuwa ndiye mfungaji bora wa muda wote wa timu hiyo. Kwa hiyo Fiston Kalala Mayele bwana, rekodi hiyo ndio ambayo ameiweka mara baada ya kufunga goli kwenye mchezo huo, na goli ambalo limeweka rekodi ya kufikisha magoli 50 ndani ya klabu ya Pyramids. Mshambuliaji huyo hatari wa zamani wa Yanga Afrika Fiston Mayele bwana ameendelea kung'ara akiwa na klabu yake ya Pyramids ya Misri, akiweka rekodi ya kuwa mchezaji mwenye magoli mengi zaidi kihistoria klabuni hapo. Bwana, nyota huyo kama ambavyo nimekujuza, nyota huyo wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Februari 24, 2026 kwa juzi alifuta ukame wa magoli wa siku 122, yani kwa maana ya mechi pia 22 bila bao, lakini pia akiwa ni miezi minne akifungia klabu ya Pyramids bao la 3 kwenye ushindi wa 3-1 dhidi ya Ghazal Al Mehal, akiwa na bao lake la 50 tangu atue klabuni hapo mnamo 2023 akitokea ndani ya klabu ya Yanga. Bwana, bao hilo pia limemweka Mayele mwenye umri wa miaka 31 juu kabisa kwenye usukani wa wafungaji bora wa muda wote ndani ya klabu hiyo iliyoanzishwa mwaka 2008. Sasa mara baada ya kuweka rekodi hiyo, nilipita kutazama kwenye ukurasa wa klabu ya Pyramids. Bwana, Pyramids nao pia wamechapisha taarifa ya kwamba Fiston Kalala Mayele ndiye mfungaji bora wa muda wote ndani ya klabu hiyo ya Pyramids. Na Pyramids wenyewe kupitia kwenye ukurasa huo waliweka picha ya Fiston Kalala Mayele, alafu wakasindikiza na maneno ya kwamba huyu ndiye mfungaji bora wa muda wote ndani ya klabu yetu. Wana mara baada ya kuchapisha taarifa hiyo wakiandika all time top scorer, bana, nilipita kutazama comment ya mashabiki wanaomfuatilia Fiston Kalala Mayele, pengine amezungumza nini
Kupitia kwenye ukurasa huo wa Pyramids, Uncle Nzala yeye ni moja kati ya ma content creator hapa nchini Tanzania, na ni moja kati ya shabiki mkubwa sana wa Simba, ambaye tunafahamu utani wa jadi kwake ni kawaida. Yeye aliandika kaandika, yani wabongo mlivyo jazana kama akaunti yenu. Mwingine Bakambu bwana, yeye alicomment kwa lugha ya Kikongo, aliandika Voila Messi, alafu Fiston Kalala Mayele akaliply message ya Bakambu akaandika baka goli, ndicho ambacho alikiandika. Mr. Mwanya moja kati ya content creator pia hapa nchini, naye pia alicomment kupitia kwenye ukurasa wa Pyramids. Yeye akaandika Fiston, afu akamnyoshia mikono na ku appreciate kile ambacho amekifanya. Afu Fiston na yeye akamjibu Mwanya, akaeka emoji ya furaha pamoja na kushukuru kile ambacho Mwanya amekicomment. Lakini Osama Gal yeye aliweka emoji ya moto na Fiston Kalala Mayele akashukuru. Sawa. Mwingine anasema mwamba Fiston Kalala Mayele, mwingine anasema Fiston, mwingine anasema King Mayele, mwingine anasema Fiston, mwingine anasema King Fiston, mwingine anasema King Mayele, mwingine anasema mwamba kabisa Mayele, Mungu akubariki kaka, wewe ni Mtanzania, wewe kama ni Mtanzania mwenzetu. Mwingine anasema inshallah hata Mpanzo atafunga, alimnenea mazuri Mayele na Mungu amejibu. Sawa. Mwingine anasema anayetaka sawa. Mwingine anasema moto wa Batistuta Fiston, mwingine anasema nasikia umepunguza kasi. Mwingine anasema huyu ndo Mayele tunayemfahamu sisi, acheni kumloga basi. Mwingine anasema timu nyingine msimu mitatu ashakuwa top scorer all time. Mwingine anasema Fiston Kalala Mayele, mwingine anasema Lubumbashi moja, mwingine anasema au Pyramids wanakuwa na kiwango mzee, baba tafuta namna sepa hapo mzee, AFCON haiko mbali. Mwingine anasema hatimaye Waarabu mmesanda kwa mtu mweusi, huwa mnafigisu nyie. Mwingine anasema kijana wa Jangwani, mwingine anasema tunamtaka Mayele wetu nyie Waarabu kama vipi mtu wazime kwenye kila dabi hili jini, si kwa nini Yanga walimuuza Fiston. Mwingine anasema Kalala, mwingine anasema hii klabu nayo kaenda tu juzi hapo tu kawa top scorer. Fiston mwingine anasema well is this form for the national team man, anauliza fomu ambayo amekuwa nayo ndani ya klabu ya Pyramids kwa nini haiko kwenye upande wa timu ya taifa. Mwingine anasema the cyborg of Africa, mwingine anasema Mayele wewe ni moto. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Pyramids mara baada ya kuchapisha taarifa ya kumtangaza Fiston Kalala Mayele kwamba yeye ndiye mfungaji wa muda wote ndani ya klabu ya Pyramids. Na kuna mmoja ameuliza swali kwamba inakuwaje Mayele amesajiliwa juzi kwa maana ya 2023 alafu amekuwa mfungaji bora wa muda wote, kama ambavyo tunafahamu kwamba Pyramids imeanzishwa 2008, kwa hiyo sio mbali. Kwa hiyo hawakuwa na mafanikio makubwa sana, yani ni timu ambayo ilikuwa inakuja, na tumeona namna ambavyo wameweka uwekezaji mkubwa kwa kuwasajili wachezaji wakubwa na kuvunja kibubu na kuweza kumchukua Fiston Kalala Mayele ambaye alikuwa na form kubwa ndani ya klabu ya Yanga, na tuliona mvutano mkubwa uliokuepo Yanga kumtoa Fiston Kalala Mayele, lakini Pyramids walitoa fedha na kuweza kumchukua Fiston Kalala Mayele, na ndio maana mafanikio haya yote wanayapata, na ndio maana Fiston Kalala Mayele anakuwa ni nyota kwanza kuweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote ndani ya klabu ya Pyramids. Lakini wakati huo pia kuna taarifa ambazo zipo kumhusu Fiston Kalala Mayele kwamba huenda akaondoka ndani ya kikosi hicho, na taarifa zinaeleza kwamba matetesi zinazomhusu Fiston Kalala Mayele, bwana Mayele anatajwa kuondoka kwenye dirisha kubwa la usajili akihusishwa kujiunga na Arifati ya kule Uarabuni. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ipo juu ya Fiston Kalala Mayele, kwa tusubiri na kuona, lakini kubwa zaidi ni Fiston Kalala Mayele kuweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote ndani ya klabu ya Pyramids akifikisha goli 50 licha ya kuwa na
upepo mbaya hapa katikati, mechi 22, dakika 120, siku 122 kwa maana ya miezi minne bila kufunga, lakini goli lake ambalo amelifunga hivi juzi ndilo ambalo limebadilisha upepo kabisa na kuweka rekodi nyingine mpya ya kuwa mfungaji bora wa muda wote ndani ya. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.